Kwa majina naitwa Rehema Chilo, ni afisa tehama Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, kitengo kinachohusika na anwani za makazi. Tuko hapa halmashauri ya jiji la Mbeya kwa ajili ya kazi ya kuhakiki na kuhuisha taarifa za anwani za makazi katika mitaa yote na kata zote za jiji la Mbeya. Na zoezi hili kama mlivyoona leo limetanguliwa na ufunguzi au uzinduzi ambao umefanywa na mgeni rasmi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mbeya. Na baada ya hapo sasa hivi tunaendelea na mafunzo kwa watendaji wa mitaa, watendaji wa kata na wenye viti wa mitaa. Na kesho siku ya pili tutaendelea na mafunzo haya kwa watendaji wa kata na wa mitaa. Lakini baada ya mafunzo haya tarehe 25 siku ya Alhamisi, sasa tutaenda uwandani, tutapita nyumba kwa nyumba kwa ajili ya kuhakiki na kuhuisha taarifa za anwani za makazi. Kwa hiyo zile ambazo zimekosewa zitarekebishwa, ambao walikuwa hawakupata anwani mwanzo kwa zoezi la awali watapatiwa anwani na taarifa zao zitaingizwa katika mfumo wetu wa kidijitali wa anwani za makazi. Na hapa kwa takwimu ambazo zipo kwenye mfumo, kwa zoezi lilivyofanyika kabla zilikusanya jumla ya anwani 481. Lakini ni mategemeo yetu kwamba tupitie hizo anwani ambazo zilikusanywa, lakini na zile anwani ambazo hazikupitiwa wakati wa zoezi lililotangulia. Kwa hiyo tunategemea kuwa na anwani zaidi ya hizo 481 katika halmashauri ya jiji la Mbeya baada ya zoezi hili kukamilika. Hili ni zoezi la kawaida ambalo tunalifanya, na sasa hivi tuna zaidi ya halmashauri 45 ambazo tayari tumepita kuhakiki, kwa sababu kama wanavyojua zile taarifa za anwani za makazi zinabadilika. Tunapokusanya taarifa za anwani za makazi tunakusanya taarifa za kijiografia, lakini tunakusanya taarifa za jengo au majengo ambayo yapo kwenye anwani, taarifa za huduma, taarifa za wamiliki na taarifa za wategemezi wa anwani. Kwa sababu sio lazima uwe na unamiliki nyumba ndio uwe na anwani, hata pale ulipopanga au kama unaishi kwa ndugu, kwa wazazi, pia ni anwani yako. Kwa hiyo hizi taarifa zinabadilika kila siku. Kwanza taarifa za majengo, yumkini mahali palikuwa ni kiwanja tu hapana jengo, lakini sasa hivi ukipita utakuta pana jengo. Kwa hiyo tayari taarifa ile imefanya nini? Imebadilika. Lakini kuna sehemu ambayo labda mmiliki alikuwa mwingine, lakini ukipita sasa hivi yule ameuza au ametangulia mbele ya haki, kwa hiyo mmiliki ni mwingine. Kwa hiyo tayari taarifa hapo zimebadilika.